DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari, na tunatazama uchambuzi wa dunia yetu jioni hii. Tutakuarifu mengi, tukianzia na huko Istanbul ambako mazungumzo ya amani kati ya Urusi na Ukraini yanafanyika leo bila ya Putin wala Zelensky, na Wapalestina wakumbuka dhiki na mateso ya vita vya Nakba chini ya kiwingu cha mauaji na mateso yaliyosababishwa na mashambulizi ya jeshi la Israel. Na huko nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua azindua chama chake. Je, wachambuzi wanasemaje? Nafikiri anaunda chama kipya ili aonyeshe kama kwamba yeye ni mvinyo mpya ambao sasa unahitaji kushuhudiwa na walevi. Walevi ni wapiga kura. Kwa hayo msikilizaji na unayetufuatilia, baki nasi kwa na mengine mengi zaidi tuliokuandalia jioni hii. Tunaanzia uchambuzi wetu na suala la mvutano wa Ukraine, ambako rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hatosafiri kwenda Istanbul kuhudhuria mazungumzo ya amani kati ya nchi yake na Urusi yaliyopangwa kufanyika leo nchini Uturuki, na badala yake ujumbe wa Ukraine utaongozwa na waziri wa ulinzi Rustem Umerov. Zaidi kuhusu mazungumzo hayo yenye lengo la kuvimaliza vita vya zaidi ya miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine, anaarifu Grace Kabogo. Awali Ukraine ilionekana kutilia mashaka iwapo mazungumzo hayo yatafanyika. Akizungumza leo mjini Ankara na waandishi habari baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, Rais Zelensky amesema hatohudhuria mazungumzo hayo baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kuamua kutohudhuria na badala yake kutuma kile ambacho Zelensky amesema ni maafisa wa ngazi ya chini. Zelensky amesema hana jambo kubwa ambalo litampeleka Istanbul na kwamba wanatarajia kupata taarifa kutoka kwa Marekani na Uturuki kuhusu muda kamili ambao mkutano huo utafanyika. Rais huyo wa Ukraine amesema Urusi haitilii mkazo kuhusu mazungumzo ya amani, lakini yeye bado yuko tayari kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Putin. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema kuna matumaini ya kufanyika kwa mazungumzo hayo ya ana kwa ana. Fidan amesema iwapo misimamo ya vyama itakuwa ya kuaminiana, hiyo itakuwa ni hatua muhimu sana kuelekea katika kupatikana kwa amani. Amesema kuna sababu za kutosha za kuwa na matumaini. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için gerekli irade. Pande zote mbili kimsingi zimeonyesha kukubali wazo la kusitisha mapigano. Hata hivyo, wana mitazamo tofauti kuhusu jinsi inavyopaswa kutekelezwa. Upande wa Ukraine unaunga mkono usitishaji vita mara moja na usio na masharti, wakati upande wa Urusi, kwa kadri tunavyoelewa, unataka kuona kwanza masuala kadhaa yanakubaliwa na kukamilishwa. Mpatanishi mkuu wa Urusi Vladimir Medinsky amesema nchi yake inakusudia kupatikana kwa amani ya muda mrefu katika mazungumzo hayo ambayo ni ya kwanza ya ana kwa ana. Medinsky, ambaye pia ni msaidizi wa Rais Putin, ameandika katika mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba lengo la mazungumzo hayo yaliyopendekezwa na Rais Putin ni kuanzisha amani ya muda mrefu na ya kudumu kwa kuondoa sababu kuu za mzozo. Huku hayo yakijiri, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hatarajii kuona hatua zikipigwa kuhusu Ukraine hadi atakapokutana na Rais Putin, ambaye hatohudhuria mazungumzo hayo ya Uturuki. Akizungumza na waandishi habari ndani ya ndege ya Air Force One, Trump amesema haamini kama kuna jambo la msingi litafikiwa, lakini watalazimika kusuluhisha kwa sababu watu wengi wanakufa. Na wakati vita vikiendelea kusababisha maafa makubwa huko Gaza, huku Israel ikidhihirisha mpango wake wa kulitoa eneo hilo na kuwahamisha kwa nguvu wakazi wa ukanda huo, vitendo hivyo vimewakumbusha Wapalestina walio wengi tukio la Nakba, ambalo kwa lugha ya Kiarabu linamaanisha janga au maafa, siku ambayo huadhimishwa Mei 15 kila mwaka. Bakari Ubena anatueleza nini maana Nakba na yale yanayoendelea katika mzozo huo. Neno Nakba au Al-Nakba linamaanisha tukio la Wapalestina kupoteza ardhi yao kati ya miaka 1947 na 1949 kabla ya Israel kutangaza rasmi kuwa taifa mnamo Mei 14 mwaka 1948 baada ya vita kati ya mataifa ya Kiarabu na Israel ili kupinga mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuigawanya Palestina.
Inadhaniwa kuwa takriban watu 700,000 katika eneo ambalo sasa ni taifa la Israel ama walikimbia au kulazimishwa kuyahama makazi yao, jambo lililopelekea wakimbizi wengi wa Kipalestina kuishi wakiwa hawana utaifa hadi leo hii. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, tangu wakati huo Wapalestina wengi wamekuwa wakiishi katika kambi za wakimbizi ambazo baada ya muda ziligeuka kuwa miji katika maeneo ya ukanda wa Gaza, ukingo wa Magharibi na Jerusalem Mashariki, Lebanon, Syria, Jordan, huku idadi ndogo ya Wapalestina wengine wakiondoka kabisa eneo hilo na kuomba uraia wa nchi zingine. Mzee huyo wa Kipalestina Bi Badreh Muharreb anakumbuka madhila waliopitia wakati wa Nakba, ikiwa ni miaka 77 iliyopita. Vita vyote vilivyoshuhudiwa eneo hili, hakuna vita vinavyoweza kulinganishwa na Nakba. Vita hivyo vilikuwa vya kikatili mno. Nyumba yangu ilibomolewa na hawakuniachia chochote. Niliondoka nyumbani kwangu mikono mitupu. Nilikuwa na nguo tu nilizozivaa, bila blanketi wala godoro. Sikuwa na chochote. Na hapa kwa Mungu. Ama yanayoendelea katika mzozo huo, idadi ya vifo kufuatia mashambulizi ya Israel leo Alhamisi imefikia watu 94, huku wengine 5 wakiuliwa katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Mamlaka za Gaza zimesema watu wengine 60 wameuawa kufuatia mashambulizi mapya ya Israel katika ukanda wa Gaza. Katika hatua nyingine, mkurugenzi mtendaji wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, Federico Borrello, amesema vizuizi vinavyosababishwa na mzingiro wa Israel huko Gaza sasa vimekuwa zaidi ya mbinu ya kijeshi na vimegeuka kuwa chombo cha maangamizi kwa Wapalestina. Wakati huo huo, kundi la Hamas limekosoa kile walichokiita kuwa uamuzi wa makusudi wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wa kuidhinisha wimbi jipya la mashambulizi huko Gaza, likisema kuwa hatua hiyo inahujumu juhudi za upatanishi ili kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka, mazungumzo ambayo yameonekana kukwama. Nchini Sudan, hofu imezidi kutanda kufuatia kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF linaloongozwa na Mohamed Dagalo kutumia ndege zisizo na rubani katika mapambano yake dhidi ya jeshi la serikali ya Khartoum, katika kile kilichotafsiriwa kuwa RSF inatuma ujumbe kuwa vita bado havijafika mwisho. Matumizi ya droni yanavipeleka vita katika ngazi nyingine hatari. Mengi zaidi anaarifu Doto Bulendu katika taarifa ifuatayo. Ni miaka miwili sasa ya mapigano kati ya jeshi la serikali ya Khartoum inayoongozwa na Abdel Fattah Burhan dhidi ya wanamgambo wa kundi la RSF. Mapigano yanayoliacha taifa hili vipande viwili, huku maeneo nyeti yanayoshikilia uchumi wa taifa hilo yakiharibiwa. RSF sasa inayakabili majeshi ya serikali kwa njia ya anga, huku ikibainika kutumia aina mbili ya drone ama ndege zisizo na rubani za uzani mwepesi pamoja na zile zisizo na masafa marefu zenye uwezo wa kutoa makombora ya kuongozwa baada ya kutumia zaidi ya miaka miwili mashambulizi ya ardhini. Kwa mujibu wa wachambuzi wa Sudan, Khalud Khairi, uamuzi wa RSF kutumia ndege zisizo na rubani unanuia kudhoofisha uwezo wa serikali ya Sudan kutoa ulinzi katika maeneo ambayo wanayadhibiti na kuwaruhusu RSF kutanua mbawa zake kurejesha maeneo yaliyotawaliwa na jeshi la serikali pamoja na kutanua mbawa zake za udhibiti zaidi wa maeneo ya Sudan. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limechapisha ripoti inayosema mabomu ya kuongozwa yaliyotengenezwa nchini China na kutumiwa na RSF huko Khartoum na Darfur yalitolewa na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hata hivyo, Abu Dhabi imekanusha mara kwa mara kuipatia silaha RSF licha ya ripoti kutoka kwa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, wanasiasa wa Marekani na mashirika ya kimataifa kushutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba umekuwa ukiwasaidia wanamgambo wa RSF. Serikali ya Sudan ilikata mahusiano ya kidiplomasia na taifa hilo la Ghuba siku ya Jumanne, ikilishutumu kusambaza mifumo ya juu ya silaha ambayo RSF imeitumia kushambulia mji wa bandari wa Port Sudan. Jeshi la serikali bado linashikilia katikati, kaskazini na mashariki, wakati RSF inadhibiti karibu eneo lote kubwa la magharibi la Darfur pamoja na sehemu ya kusini mwa Sudan.
Kwa muda wa miaka miwili tangu kuibuka kwa mapigano haya, wanamgambo wa kundi la RSF wamekuwa wakitegemea zaidi mashambulizi ya ardhini kuyakabili majeshi ya serikali, lakini tangu kuupoteza mji wa Khartoum, RSF wamelazimika kubadili mbinu na kuanza kuyakabili majeshi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, hali ambayo imeibua hofu kubwa juu ya hatima ya mzozo huu wa Sudan.